Uwezo wa mwanamke kurusha maji anapofika kileleni. Uwezo wa mwanamke kurusha maji anapofika kileleni. Nimeuliza swali hapa. Huyu anasema, Dokta, wapo wanawake hawarushi maji lakini hufika kileleni? Hilo ni swali, kwamba wapo wanawake ambao hawarushi maji lakini hufika kileleni. Hilo ni swali namba 1. Anasema, je, hao nao wanawezaje kurusha hayo maji? Okay? Ni moja ya swali ambalo ni very technically, namna ambavyo ameliuliza, namna ambavyo huyu mhusika anatamani kujua katika sekta hii. Of course ni kweli wanawake wengi wanaofanikiwa kufika kileleni, sio wengi actually. Tatizo la wanawake kufika kileleni ni kubwa sana. Sio kila mwanamke anafika kileleni. Lakini nini kinatokea hapa? Mwanamke anaweza kufika kileleni katika hali ya kawaida. Sio kila mwanamke anayefika kileleni lazima aweze kurusha maji. Naomba nieleweke hivyo. Sio kila mwanamke anayefika kileleni lazima arushe maji. Kuna mwingine anaweza akafika kileleni katika hali ya kawaida akiwa ameingiliwa na uume na akakojoa pasipo kufika kurusha ile maji. Aidha tu utaona anapokuwa anafika kileleni maji yanaongezeka katika uke wake. Maana yake hayajapata ule mwanya wa kuweza kuluka moja kwa moja. Lakini pia kuna mwingine yeye anapokuwa anataka kufika kileleni unashangaa paka anaweza akamsukuma yule mwanaume. Anapomsukuma maana yake ni kile kitendo ambacho akimsukuma ile maji yanaluka kwa spidi sana. So ni moja ya kitu ambacho wanaume wengi wanatamani kuweza kukiona kwa wake zao. Kila mwanaume anatamani kuweza kuona situation, lakini there is a process mpaka kuweza kufikia hiyo hatua. Sio jambo ambalo linaweza likaja ghafla tu, yani jambo ambalo lilikuwa halitokei kwa mke wako lakini ukalisababisha likatokea hapo hapo. Hapana. Kuna vitu vya ziada ambavyo unatakiwa kuweza kuvifanya. So katika swali la huyu ndugu yetu ambalo ameuliza, hili namba 2, anasema, je, hao nao wanaweza kurusha hayo maji? Of course wanaweza kabisa. Mwanamke wa hivi pia anaweza akarusha maji. So hapa kitakacho tofautiana ni kwamba atakapopata maandalizi ya tofauti. So what matters ni kwamba huyu mwanamke ameandaliwaje mpaka aweze kurusha hayo maji. Umemwandaa kwa kiwango gani? Lakini hisia zake zikoje katika muda huo? Na hapa ndio penye main point. Nataka niongee na wanaume. Wanaume wengi mmejeruhi wake zenu kihisia. Naomba nirudie. Wanaume wengi mmejeruhi wake zenu kihisia. Hii ni one of the point ambayo imepelekea wanawake wengi wamepoteza hisia. Wamepoteza hamu na waume zao. So kwa dada mmoja ananiambia, Dokta, mimi huwa najilazimisha nifike kileleni kwa sababu nisipofika kileleni ninaweweseka, niko lazi nikatombwe nje ama nitafute mwanaume mwingine anisugue. Kwa sababu sitaki kutoka nje ya ndoa, ninajitahidi nijilazimishe nifike kileleni hivyo hivyo. So unaweza kuona ni kwa namna gani mwanamke tayari alishapoteza hisia. Lakini mwanamke ambaye anafahamu umuhimu wa kukojozwa, anafahamu umuhimu wa kufika kileleni, anajaribu kulazimisha mwili wake. Lakini niliwahi kumfundisha dada mmoja, nikamwambia unatakiwa kufika kileleni kwa faida yako. Kufika kileleni wewe unatakiwa uweke bidii ya kufika kileleni, usitegemee kufikishwa. Naomba nieleweke kwenye points. Naomba nirudie tena. Mwanamke, kufika kileleni kwa faida yako. Lakini usije ukategemea kufikishwa. Bali wewe mwenyewe uweke bidii ya kuweza kufika. Maana yake anza kujiandaa kwanza mentally. Anza kujiandaa kwanza kisaikolojia, ndipo utaweza kufika. Lakini usiwe na matarajio ya kufikishwa. Na utakapofika ni kwa faida yako ya afya ya kiakili na afya ya kimwili. Unapofika afya yako ya kiakili inakaa vizuri, inakuwa active. Lakini pia unapofika afya yako ya kimwili pia, mwili wako unakuwa uko very okay. Wanawake wengi wana shida ya hasira, maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno. Ni kwa sababu mwanamke anapokuwa amefikishwa ile hormones zile, anapokuwa amefikishwa zile hormones ambazo zinazokuwa zinaachiliwa pale, ni uponyaji katika mwili wake. So wanawake wengi hawa experience hali kama hii. So kila mwanamke anaweza kurusha maji. Ina depend na maandalizi.
So inawezekana wewe ni mwanaume unaona video hii, unahitaji kuweza kujifunza. Kuna elimu unatakiwa ulipe. Kuna elimu unatakiwa ujifunze na uilipie. Hiyo elimu Dr. Kuboja anatoa, nitakuchaji gharama ndogo. Kwa hiyo sio kanifuata inbox kama daktari, naomba unifundishe, nimekuona mimi nataka nifanikiwe kuweza kumrusha maji mke wangu. No. Kuna hatua kwa hatua nini cha kufanya. Lazima nikufundishe cha kwanza namna gani ya kuiandaa akili ya huyu mwanamke mentally. Mwanamke huyu aandaliwe kisaikolojia kwanza. Lakini pia mwanamke huyu aandaliwe kimwili. Na sio hivyo tu, hata mwanamke naye anatakiwa aweze kupata elimu. Na ndio maana nasema sasa wanawake ambao mnanitazama, hebu usije ukatarajia kufikishwa. Tambua kufika ni kwa faida yako mwenyewe. Katika afya ya akili na afya ya kimwili. Kuna vitu vya kuweza kufanya naweza nikusaidia. Dada mmoja akaniambia, natamani kufika, nguvu ni ndogo. Nikamwambia no, wewe mdogo. Hizo nguvu ndogo hizo nazo mume wako unaweza ukazitumia na ukakojoa vizuri. Nikamwelekeza nini cha kufanya. Alijikojoza yeye mwenyewe kwa kutumia uume wa mume wake. Tena uume ukiwa umelala. So unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo shida wanawake wengi hawajui nini wanatakiwa kufanya. Na wanaume pia hawana hayo maarifa. Dr. Kuboja anatoa elimu. Utalipia consultation fee gharama ndogo. Nipigie kwenye namba ifuatayo: 0765493645. 0765493645. Ni namba ambayo iko WhatsApp. Inakuwa unaweza ukaona aibu. Japokuwa napenda hata kama ni mwanamke niongee na wewe. Kama unaona aibu hizo tukatumia WhatsApp. Kwa kutumia audio unajibu kwa WhatsApp, hata unaandika. Wapo wanawake ambao wananiambia mimi daktari naona aibu. Naomba tu chat kwa WhatsApp, nitumie audio mimi nitazifanyia kazi na bado nafanikiwa. So wewe utaamua. Kwa namba yangu hiyo, alafu nitafute WhatsApp niweze kusaidia changamoto. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Bye bye.